up once. Only once. Na hiyo haikupi wewe audacity that you can have me whenever you want. See you tumeelewana? I'm sorry. I want to go home right now. Now. Take me home. Alright, tunamsubiri Bosco aje ili tuweze kuendelea na session yetu. Okay? Panic, msiogope. It's okay. Yeah, anakuja sasa hivi. Oh, there he is. Karibu. Oh, sasa. Salamu. Karibu kae pale. Asante. So guys, nyie wote watatu mmefanikiwa kusign mkataba kufanya kazi na sisi. Mtakuwa chini au mko tayari chini ya TJ Records. I hope tutakwenda mbali sana. So tutafanya utambulisho ambao mimi wanauita utambulisho wa sanaa au kisanii. Mshua mnashangaa ndio utambulisho gani huo? Lakini kwa sababu nyie hamjawahi kuonana before, ni vizuri kutambulishana kisauti. So tutafanya kizoezi kifupi hapa kabla hatujaendelea, maana kuna wimbo wa pamoja ambao tumeuandaa tutakuja kurekodi. So kila mmoja ataimba kipande kidogo tu, freestyle your song, kipande chochote, and then tutaendelea. Okay? Tuanze na yupi? Tutuimbia kidogo. What? Ladies first bwana. Yeye yuko peke yake. I think angeanza. Ingependeza zaidi. Alright. Brother, umeangukiwa na kura. Mwanaume peke yako. Okay. Karibu just kidogo tu. Na misimu yao ya Valentine Day. Uchie wao wayasambaze. Na siri yetu mimi na wewe. Baby. Hey. Tuwe wote mpaka milele. All right. Bas. Can we trade? No. Okay. All right. Amazing, ladies. Anaitwa Bosco. Okay, so next, left or right? Okay, kura imekuangukia wewe, you're in the middle. So, Masha, give us something. Hivi kwani nimelogwa, nazidi kurudi kwako, kama sukari nshakoroga, utamu wake wa limao, ni ukweli umeshaondoka, umepaki hadi na virago, moyoni mwangu umetoka, maana roho ishachoka. Hey. I like, napenda sana depth ya sauti yako, kwamba you go and hit those notes. Umetoka. I like that. Okay. Marisa, umebaki peke yako. Tupe kidogo. Ama kweli dunia ni tambara bovu lilotoboka, moyo wangu vumilia, hifadhi makovu sije kuchoka. Wanatamani niwe bubu, kinywa changu nikose cha kusema, nishagombana mpaka na ndugu, chozi langu na bado sijakoma. Hey. Hebu naomba mnisubiri kule ofisini kwangu kule juu. Dakika moja alafu tutaendelea na hii session yetu, okay? Mtamtuma mtu afuate, all right? Thank you. All right. Karibu. Vipi? Fresh. Moses tumempata? Tayari. Tuko naye. Soon as possible. What do you mean soon as possible? Ndio nini? Jambo suna mwachia huyo. Tutakuwepo naye, niachie mimi hilo bosi. Nakuamini sana mwanangu. Asante bosi. Ila ukinizingua nitakuzingua vibaya. We need Moses. Tunamhitaji Moses. Yani do as much as you can. Tunamhitaji Moses. Sawa bosi. Okay. Cool. Mbona muondoki?
Mbona kama kuna kitu what's up? No, kuna kitu gani ambacho sikielewi? Maana naona kama mna sita hivi. What's going on? Bosi, mimi nimefikiria usiku kucha. Nikaona ni bora tutafute suluhu tu kuliko kuanzisha vita nao. Hebu subiri hapo. Tutafute suluhu. First of all, nataka nikwambie kitu. Mimi nimekuja mjini kufanya biashara. Unanisikiliza vizuri? Sijaje kutafuta suluhu na mtu yeyote yule. Mimi nafanya biashara. I want Moses. Namtaka Moses hapa. Brother, kama unaweza kumleta Moses, mlete. Na kama huwezi, uniambie kabisa mapema. Tunapoianza hii safari, wale tu watakaoweza kusafiri pamoja na mimi ndio tutakaofika nao. Huwezi kusafiri, shuka sasa hivi kabla hatujaanza. Maana hutapata nafasi ya kushukia njiani. Nimeeleweka vizuri? I need Moses. Nitieni hao watu tuendelee na session hizo. All right. Unaenda wapi? Naondoka kwenye maisha yako. Hichi kitoto kitatusaidia bwana. Watu ni hili tu pate msaada wake wa kinafiki. Halo, habari? Nzuri, za kwako? Salama, naongea na Exo? Ndiyo, mimi Exo, unasemaje? Nakusikiliza. Okay. Unaongea na Esther, rafiki yake na Regina, mama Kishoni. Nakumbuka hilo jina, ila sikumbuki tulikutana wapi. Uliniona kwa kina Shoni, ni muda mrefu kidogo lakini. Kweli. Sasa nimekumbuka. Nikusaidie nini, Esther? Mimi nilikuwa na shida, nilikuwa naomba utusaidie. Shoni amekamatwa toka jana usiku. Alienda kufanya fujo kwa Temba. Yuko polisi. Sasa tumejitahidi kadiri tunavyoweza, lakini tunaona jitihada zetu kama zinataka kugonga mwamba hivi. Lakini tumeona sasa tukushirikishwe na mwenzetu utusaidie vile utakavyoweza. Mimi sina taarifa, tangu jana simu yake haipatikani. Ningejua mapema hata singelala huko. Sawa, tumekuelewa, lakini tunaomba kwa sasa hivi zifanyike jitihada za kumtoa. Hayo mambo ya Temba kuelewana kwao, akishatoka sasa ndo tutakaa chini tuongee tunafanyaje. Kuna mtu unamfahamu? Ngoja niwasiliane naye atusaidie. Sawa, hamna shida, nasubiri. Anavojishauri. Mwache ajishauri. Mwache ajishauri, sisi tunataka mtoto atoke. Wewe unaangalia kujishauri kwake mama? Mtoto wetu si hatuna habari naye. Relax tu. Kwa hiyo tafadhali naomba usiondoke. Wewe ukitaka kunifanya kitu chochote nifanye. Hata kunipiga. Yaani hata kuniua, wewe ni wewe, lakini tafadhali naomba usiondoke. Kama ningetaka kufanya hivyo vyote Tony, ningekuwa nimeshavifanya zamani sana. Ila sipendi kulipa baya na baya. Naona umeanza kuongea maneno ya Mungu. Hata Mungu mwenyewe amesema tusamehe mara 770. Nilishakusamehe kitambo. Ila naepuka matatizo ya baadaye. Tutakutana mahakamani. Estazia, usiondoke. Estazia. Hakuna kitu kinachonishangaza kusikia kwamba wanawake kwa wanawake siku hizi sisi ndo tunachukiana. Na siku hizi kuna maneno eti huko mtaani wanasema kwamba adui ya mwanamke ni mwanamke mwenzio. Hakuna kitu kinaninyong'onyeza kama hiki. Kwa sababu mimi ninaamini kwamba wanawake tukiamua kushikamana, tukashirikiana, tukasaidiana,
Together tunaweza kuwa kitu kimoja. Na nitawaambia one thing. Adui wa mwanamke ni mwanaume, sio mwanamke mwenzake. Nakataa. Ila siku hizi wanawake kwa wanawake tukionana eti umeshamuona mwenzako labda kafungua tu kiduka chake, ana kagari kake tu anaendesha, badala ya kwenda kuomba ushauri unakaa unaanza kumnanga na kumbenulia midomo juu. Inakusaidia nini hiyo? Why? Kwa nini usimfuate mwenzako ukakaa naye kitako? Ukamuuliza, kwani wewe mwenzangu umepitia wapi? Umefanya nini? Na mimi nifike pale. Tuwe tuna wivu wa maendeleo. Sijui mnanielewa Tuwe ukimwona mwenzako kafanikiwa, unatakiwa kusikia wivu wa maendeleo na sio kumnanga, kumbenulia midomo. Haisaidiki. Ni kweli mama. Lakini one thing I'll tell you guys. Mimi nimefika hapa kwa sababu ya hao wanaume na kwa kuwa na roho zao mbaya hizo. Nikasema hapana, nitawa prove wrong. Okay, malizeni kuteta. Hapana. Mmaliza? Tumemaliza mada. So I'll tell you a story. Taambieni story moja. Mpaka hapa mimi nilipofika sasa hivi ni kwa sababu niliwaamini sana wanaume. Na at some point nilikuwa disappointed kwenye maisha yangu. Mwanaume ambaye nilikuwa naamini kwamba yeye kwa muda mrefu sana alikuwa akiniundermine, ndio maana nimefika hapa. Sawa? Kwa hiyo kuchukiana kwenu, kubezana kwenu, kuoneana wivu kwenu hakuwezi kuwafikisha kokote. I will tell you that. Mimi na imani kwamba ukifuatwa na mwenzako yeye akikuuliza utamnyima. Labda ukiwa hauna upendo na mwanamke mwenzako. Mimi naamini kikamilifu kabisa kwamba wanawake tunaweza. Kwa hiyo siwezi kuwadanganya kwamba kuwa karibu na wanaume kunahitaji moyo sana. Si watani. I know men, I've been there, I've done that. Sawa, hata hao wanaoimba strength of a woman, power of the woman, who runs the world girls ni wana akili timamu na wanajua kwamba with us women we can overcome anything. Lakini mimi labda tu niwapongeze wanawake zangu kwa kuanzisha hichi kikundi chenu. Yaani hongereni sana. Na imani umoja wenu na ushikamano ndo utawapelekeni mbali. Bila hivyo mtajikuta hichi kikundi kinavunjika. It's only a matter of time. Kwa hiyo mark my words, wivu wa maendeleo ndo key. Sawa? Ukimwona mwenzako amemake a step further, ebu usiweke chuki, weka upendo zaidi. Upendo ndo ngao yenu ya kwanza. Sawa? Na kwenye masuala ya kuwasaidia kifedha, naomba mtaniandika. Okay? Haya jamani. Nawapenda sana. It was very nice. Labda niwache kwa sababu nina vitu vingine vingi kufanya. Shukran sana. All right. Asante sana. Asante. Tutakubariki kesho. All right. Kwaherini. Bye. Bye. Tumepata somo. Mama Temba. Sasa mke wangu leo mbona umependeza sana hivyo jamani? Au unataka kutoka wewe? Unajua unanitia wasiwasi mwanamke wewe. Matunzo yanavyotunzwa na watoto. Watoto tena mimi kwa wewe sikutunzi mwanamke kumbuka fadhila wewe. Lakini sawa una haki ya kuongea hivyo kwa sababu tumezaa watoto sawa wamekuwa wakikutunza. Wao nimekutunza mimi sio mbaya. Sasa Mama Temba. Mimi mke wangu leo pale nitatoka kidogo mara moja na kutembea. Unatoka unaenda wapi?
Mimi bwana nimekaa nimetafakari safari yangu ikitoka hapa ndo kwanza nyumba ya kwanza au mtu wa kwanza kumtafuta au kumjulia hali ni mwanetu Temba. Umeanza. Lakini we mzee wewe, kwa nini wewe unapenda sana kumpa shida yule mtoto? Sasa jamani, mimi Temba nampa shida gani? Mama Temba, sikiliza nakwambia mke wangu. Usiishi kwa ukarili. Kwamba leo Ijumaa na juzi ilikuwa Ijumaa. Ijumaa sawa inafanana kwa majina lakini tarehe tofauti. Kwa hiyo mimi nakwenda kwa Temba, sio kwa vitu vingine chochote. Mwanangu wa kiume yule. Hivi utaishi hivi mpaka lini? Unajua mimi nasema hivyo kwa sababu kutokana na yale uliokuwa umeongea jana. Sasa maneno jana sinimeongea mimi. Mimi nilozungumza maneno jana. Na nimelala nikatafakari kwa kina, nikasema hapana. Mimi nitagombana na mtoto mpaka lini? Na ninapogombana na Temba, nani anapata faida au nani anapata hasara? Nimefikiria kwa kina nikaona hapana. Wacha mimi niende kwa Temba, nikakutana naye, nizungumze naye, ikiwezekana tumalize tofauti zetu. Aje hapa nyumbani, niende kwake, tupigane simu, tuashiriane kama vile zamani. Ndio lengo ndio hilo mke wangu. Au mke wangu utaki mimi niende kwa Temba? Kama kweli lengo ndio hilo sawa. Kila laheri. Na ubaki salama. Sawa. Lakini usije ukaenda huko ukafanya kitu cha tofauti kitakachokufanya ujute. Na kuomba. Na naambia nafsi yangu kabla sijatoka. Niende kwa mwanangu nikaongea jambo zuri, tukaridhiane, tukubaliane, tuwe pamoja. Mimi na uchungu sana. Temba apokee simu zangu kwa nini? Bora nende nikakutana naye mwenyewe aniambie kero zake, kwa nini apokee, nizungumzane kama kumtaka anisamee tusameane maneno yaishe. Sawa Sawa. Nenda urudi. Nijue ulichoenda kukifanya huko. Mimi hapa lazima nirudi mke wangu. Wewe mke wangu uko hapa. Hapa ndo nyumbani. Niende huko nilala wapi? Nikuache wewe kwa kupendeza wako leo nikuache. Tafadhali bibi. Napenda kutoa rai kwa vijana ambao bado hawajaona matunda ya sanaa, lakini na wale ambao tayari wamekwisha kuyaona matunda ya sanaa. TJ Records inafungua milango anytime ili tuweze kusaidia kukuza vipaji vya vijana. Kwa hiyo karibu sana Mjengoni, tunawaita wote karibu ili tuweze kufanya nao kazi. Kwa sababu tayari kila kitu kiko vizuri na kwa kweli tumejipanga vizuri sana. Kama mnavyoona kuna hawa wawili hapa ambao tayari tumeshawasign. Excuse me. Temba. Ana maswali